mwalimu wetu amefika salama na tunayo furaha kubwa. Mwalimu wetu amewasili nchini Tanzania kuja kuanza majukumu yake. Tunao furaha kubwa kumtambulisha Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, ambaye jukumu lake la msingi litakuwa ni kusimamia ustawi wa timu yetu, hasa kwenye eneo la kikosi, eneo la wachezaji, eneo la bench la ufundi na maendeleo ya kiufundi kwa ujumla katika timu yetu ya Simba Sports Club. Maswali yamekuwa ni mengi sana mara baada ya kumtambulisha Pantev na kumtambua kuwa ni meneja mkuu na sio kocha mkuu, kama ambavyo tumezaliwa tukiona makocha wakiitwa makocha. Kimsingi ni kwamba tumefanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wetu, kwa maana ya job description sanjari na majukumu yake. Tumemwongezea majukumu mwalimu wetu Pantev kutoka kuwa kocha kwenda kuwa meneja. Kocha ni mchezaji ambaye anadili on the field, yani ambaye anadili na majukumu ya field pekee, kwa maana ya uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Sasa tumehama huko kwa Pantev, yeye tumemwongezea majukumu. Anakuwa na jukumu jingine la kusimamia ustawi wa wachezaji, kwa maana ya usajili wao, maslahi yao, na kama haitoshi kutoa mapendekezo na ushauri, nani asajiliwe, nani aondolewe, nani abaki, nani atolewe kwa mkopo. Kila kitu kuhusiana na wachezaji kinakuwa kinapitia kwa meneja Pantev, lakini vile vile kuzungumzia maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja na kutoa ushauri, lakini kusimamia technical staff wenzake wote, kwa maana ya kusimamia kit manager, kumsimamia team manager, kumsimamia food manager, kuwasimamia watu wote wa masuala ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake yeye. Kwa hiyo tumemwongezea majukumu kutoka kuwa tu kocha na kwenda kufanya majukumu yote ambayo yanahusiana na kikosi. Na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndio inawezekana ikaonekana ni jambo jipya, jambo la ajabu, lakini kiuhalisia ni jambo ambalo lipo kwenye modern football. Na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele, tumelazimika kufanya hayo mabadiliko. Ni kama ambavyo zamani ilikuwa kila msemaji wa timu anaitwa tu afisa habari, msemaji na vitu kama hivyo. Lakini baada ya Simba kuintroduce meneja habari na mawasiliano, hivi sasa kila msemaji katika klabu yake naye anajiita meneja habari na mawasiliano. Yote hiyo ni Simba Sports Club ndio ilitoa darasa na elimu na kutoa mabadiliko mapya na kuintroduce meneja habari na mawasiliano, na wengine wote wakahama huko, wakaanza kujiita na wenyewe meneja habari na mawasiliano, hata kama hawajui maana yake, lakini waliamua kuiga nini Simba Sports wamefanya. Kwa hiyo na hii tumehama, tunaamini na wengi pia watatufuata huko. Kwa hiyo ni kuwatoa hofu wale ambao wameshaambiwa kwamba kocha mkuu hivi sasa kikanuni ni Suleiman Matola, huyu anakaa kama meneja. Hizo ni kanuni tu, hizo ni kanuni, lakini huyu ni meneja mkuu ambaye ndani yake kwenye ile managerial kuna coaching staff, kuna coaching technique, kuna coaching mipango. Sijui umeelewa? Kwa hiyo utakapokwenda mazoezini utamkuta meneja anasimamia mazoezi, utakapokwenda kwenye mechi utamkuta meneja, popote utakapokwenda utamkuta Pantev anatimiza majukumu yake ipasavyo. Ni ipi role ya Patrick Luimama? Kuna kit manager. Umeelewa eh? Kwa manager lisuatishe. Okay. Alafu kuna player manager. Kazi yake ni kupanga ratiba, leo tunaingia kambini saa ngapi, tunatoka saa ngapi, chakula saa ngapi. Alafu kuna food manager. Kwa hiyo msichanganyikiwe na neno manager. Alafu kuna manager mkuu sasa. Overall managers tuliokuwa nao, tuna manager mkuu ambaye ni bwana Pantev.
Nyinyi shida yenu nafikiri meneja ni kama meneja wa wale jamaa zetu ambaye anashika mpaka hirizi. Sisi mameneja wetu ni wa kitaalamu. Swali jingine? Semaji, tungependa pia kufahamu meneja Pantev atahudumu kwa muda gani ndani ya Simba? Pantev tumeingia naye mkataba wa miaka 2. Kwanza niwaambie ndugu zanguni, haikuwa rahisi hata kidogo kumpata meneja Pantev. Vita ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Baada ya kuanza mazungumzo na meneja Pantev, tukakuta kuna wengine tena wanazungumza naye meneja Pantev wa hapa Dar es Salaam. Vibaya mno. Ungechelewa kidogo. Yes, nyuma mwiko na wenyewe walikuwa kwenye mawindo makali ya kumchukua meneja Pantev. I'm talking foili wanavizia kumfukuza. Yes. Na kama wangefanikiwa kumpata meneja Pantev, leo hii mngeona thank you ya foili. Sasa wamemkosa Pantev, bado wanaviziana na foili. Wewe jiuliza kitu kimoja. Wanapambana kuaminisha watu kwamba Pantev hana vigezo, lakini wanazungumza kwa uchungu kwamba imekuwaje mmechukua meneja asiyekuwa na yani wao wanapata wapi uchungu? Sisi tukiingia chaka si tumeingia chaka, si tumekosea? Sasa wao wanapata wapi uchungu? Technically walitakiwa kufurahi kwamba yes, wanetu wamevaba, wamekwenda kuchukua mwalimu hana vyeti, lakini wao wanaumia. Kwa nini waumie? Yani wao wameanza lini kutuhurumia sisi au kuumia kupata uchungu sisi tunapokosea? Kiukweli ni kwamba wanajitahidi kutoa mfundo. Umeona kama sisi tunapambania foil ya baki. Na lengo lenu. Sasa kwa nini nyinyi mnaona anafanya vibaya lakini mnapambania? Ewa adui Omenja. Wanaombea. Asa wao wanaumia sisi kumchukua soja Pantev. Minuno. So minuno, mikazo. Kwa hiyo Pantev ni meneja mikazo. Pantev ni meneja mikazo. Alafu wao wana minuno. Kwa hiyo tuone mtu wa kununa na mtu wa mikazo. Sio Mohamed na Mudi. Kwa hiyo wanapambana kuaminisha watu kwamba tumeingia chaka. Lakini kwa nini wanaumia? Yani sisi tumekosea. Kwa nini wao usifurahie makosa yetu ili uje unufaike nayo? Kwa nini unaongea kwa uchungu? Wanaongea kwa uchungu kwa sababu wamemkosa Pantev. Baada ya kumfuata hivi mmemuuliza swali mwalimu? Anasemaje? Sema Simba is a big club. Kwa baada ya kwenda kwa Pantev na baada ya kwenda kwa Pantev akawachomolea na akachagua kuja Simba Sports Club. Sasa hicho ndicho ambacho kinawauma. Hiko ndicho ambacho kinawasokorokota hapa, hata maji hawanywi. Wametukalia kooni Pantev anavyatia. Yote hayo ni machungu kwa sababu wamemkosa na wanalazimika sasa kuendelea kuishi na foili hata kama hawapendani. Na sisi tayari tumeshamchukua mwamba, yuko zake nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kuanza kazi. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.